Ya sababu ambayo inawaponza vijana wengi ni kukurupukia mambo wakifikiri kwamba ni rahisi sana, kama ambavyo wanaona kwenye mitandao ya kijamii. Unakuta kijana yuko hapo anaamka asubuhi saa 4, alafu na huyu ana ndoto za kuja kuwa tajiri, sijui bilionea, sijui nani, kulingana na jinsi ambavyo anakuwa anadanganyana kwenye mitandao ya kijamii. Unakuta huyu anaenda kwenye location fulani, anakutana na nyumba ya mtu fulani, anaenda anamuonga fedha, anaenda pale anajipiga picha, anajiposti, anachukua plate number, anaviandika majina, anabandika kwenye magari ya watu, alafu anaanza naona hizi gari yangu, hii nyumba yangu, hii apartment yangu. Wewe maisha yako hivyo? Maisha ya aina yoyote lazima atokane na jitihada zako na nguvu zako na jinsi ambavyo umeamua kuwa wewe. Huwezi ukawa wewe kwa kutegemea mawazo ya watu ambao wanakuinspire kwenye mitandao ya kijamii. Labda nikupe mfano mdogo. Wala ambao sijui anajiita, sijui njoo jiunge huku, sijui njoo ufanye hiki, sijui njoo twende tufanye sijui biashara ya mtandaoni, sijui njoo nikuunganishe kwenye sijui nguvu ya nini nini. Hivi unafikiri hayo ndo maisha yao yenye uhalisia? Kuna watu wanakula miogo kama chakula cha mchana, na huko kwenye mtandao ya kijamii wanakuekitia hivyo. Kwa kama uwezo ukatumia akili yako ya kawaida kupambanua kwamba nataka kufikia hatua gani mimi mwenyewe, na kwa nguvu zangu mwenyewe, na kwa jitihada zangu binafsi, kwa kufanya kazi na kwa kuangalia kipi ambacho napaswa kufanya na kwa wakati gani, kijana, utapotea kwenye ramani. Watakupoteza kwa sababu siku hizi mitandao ya kijamii imekuwa kama mbwa ambaye yuko windoni, ama yuko kwenye pori fulani anamuwinda labda swara. Alafu unakuta wawindaji ni wengi. Kumbe hilo pori lina wawindaji wengi zaidi. Huyu anapiga mruzi kule, huyu anapiga mruzi kule, huyu anapiga mruzi huku. Sasa yule anashindwa kujua ni mruzi upi ambaye ni sahihi kwa mwenye mbwa huyo. Yaani huyo mbwa anashindwa kujua kwamba huu ni mruzi wa bosi wangu au ni mruzi gani. Kwa anaanza kufuata kila mruzi. Aweza akamdaba hata mnyama, hata huyu, hata mmoja. Ndivyo ulivyo na wewe kijana ambaye unatamani kwamba labda pengine ufike kwenye hatua fulani hivi ya maisha, lakini jinsi ambavyo umejiweka, hapana. Hivi ulishawahi kumuona labda kijana wa Rugumi amejiposti, hizi ndo mali zetu, hizi ndo mali za baba yangu, hizi ndo mali zangu ambazo pengine kupitia baba yangu nimepata hiki na hiki? Ushawahi kumuona? Ushawahi kumuona mtoto wa Balesa? Labda sende huko mbali sana. Ushawahi kumuona hata mtoto wa Kishimba? Vijana, sidanganyike na mambo ya ovyo. Fanya kazi, Mungu atakufungulia. Tofauti na hapo utapotea.